ambaye ni maarufu katika uandishi wa vitabu mbalimbali. Tuangazie usalama. Wakazi wa Nakuru wanaishi kwa hofu kufuatia ongezeko la visa vya mauaji yanayotekelezwa na genge la wahalifu waliojihami kwa bunduki. Mwathiriwa wa hivi karibuni ni Enoch Kipkoech alipigwa risasi Jumatano eneo la Ngata, ambapo genge hilo lilikuwa likimuibia mfanyabiashara mmoja. Watu waliouawa na genge hilo chini ya juma moja sasa wakiwa watatu. Kamishna wa kaunti ya Nakuru Loyford Kibara akisema kuwa wanashuku bunduki moja imetumika katika visa hivyo vitatu. Ken Geshuhi na maelezo zaidi. Enoch Kipkoech wa umri wa miaka 23 alikumbana na mauti yake nje ya maduka haya yaliyo mtaa wa Arap Chumo, eneo bunge la Rongai, kaunti ya Nakuru, Alhamisi usiku baada ya kuvamiwa na wezi. Eric Otieno, mhudumu katika hoteli hii, anaeleza kuwa mwendo wa saa 2:30 mwenzao Caroline Komboka mwenye duka hili alivamiwa na wezi, ila hawakuwa na uwezo wa kumuokoa. Nilipotoka nje niangalia ni nini inaendelea, nikakutana na jamaa moja akashika mkono yake akampiga, na hapa ilikuwa imekatwa na panga. Alafu jamaa mwingine amesimama na bunduki. Nikamwambia makoligi zangu, msitoke nje, kuna waizi, si wa polisi. Kipkoech aliyeishi nyuma ya maduka haya aliwasili kutoa msaada, ila akapigwa risasi na kuuawa papo hapo, huku Komboka akipata majeraha mabaya. Akachukua panga akanikata hapa, ingine wakaniwekea hapa wakapitisha hivi, na ingine wakachukua hapa kwa mguu wakanikata hivi. Kaniambia, madam, utaamka utupatie pesa. Wakanishika wakanivuruta, wakanishika mpaka kichwa, wakanivuruta wakanirudisha ndani. Nikaona sitabishana na hao zaidi, nikaenda nikachukua pesa, ilikuwa almost 40,000, nikawapatia. Chini ya juma moja sasa, watu watatu wameuawa kwa kupigwa risasi katika matukio tofauti maeneo ya Ngata, Barnabas na Ndege Ndimu, hali ambayo imewaacha wakazi na wafanyabiashara katika hali ya taharuki. Kwa sasa napenda kuiba gas, mota pambu ya maji na kuiba ma TV kwa manyumba. Na wengine wanakuja wanakuspray, mnarara kabisa, unapata umeiba vitu asubuhi. Sababu watu wanaonekana ni watu wenye wana confidence sana kwa mambo yenye wanafanya. Yaani ni watu hawana haraka kuterrorize watu, wana biashara. So wameinstill a lot of fear within us. So if we can be helped in whichever way that is possible, so that wananchi waweze kufanya kazi kwa utulivu. Kamati ya usalama ikiongozwa na kamishna wa Nakuru Loyford Kibara imeeleza kuwa uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa huenda bunduki moja aina ya AK-47 imetumika katika matukio yote matatu ya mauaji. Risasi yote yenye imesambazwa Kenya hii as a number, we want to find out whether we could be having somebody within us using maybe firearms zetu to do this. Ken Geshuhi, KTN.